Bima Pub, urahisi wa maisha. Leo tuko hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambacho kimekusanya wanataaluma kutoka nchi mbalimbali za Afrika na watapata nafasi ya kujadili kuhusu uhuru wa hawa wanataaluma. Na kwa kweli wako wengi kutoka nchi mbalimbali, mpaka sasa wameshafika kutoka nchi 24, na moja wapo ya mambo ambayo wanataraji kuyajadili hapa ni ule uhuru wao huko walikotoka na huko wanakokwenda na sasa tuko wapi. Sasa uhuru wao kwa sura ipi? Watapata nafasi ya kujadili kuhusu uhuru wa kusema mawazo yao, lakini pia kwa sababu hawa ni watu wa utafiti, kujaribu kusema ule utafiti walioufanya na mambo ambayo unatarajiwa kuyafanya kwenye jamii. Lakini sasa ziko changamoto ambazo wao wamezisema katika kipindi hiki cha ufunguzi. Moja wapo ni kuangalia namna ambavyo wanaweza kuingiliwa na upande wa sisi wanasiasa, lakini upande mwingine viongozi labda tuseme wa kiserikali. Na sasa mjadala huu unajikita zaidi kwenye kuangalia miaka 35 iliyopita walipokutana Kampala, walipata nafasi ya kujadili, walipata nafasi ya kujadili uhuru na walikuja hapo na azimio. Sasa wanajaribu kuangalia lile azimio, je, limetekelezwa, na kama limetekelezwa ni kwa sura gani, maeneo gani wanatakiwa kuyaboresha. Sasa mojawapo ya mambo ambayo waliyasema kwenye azimio lile ni hiyo ya kwamba uhuru wa wanataaluma usiwe unaingiliwa na serikali na watu wa kisiasa, ama hata wao kwa wao waweze kufanya kazi kwa uhuru. Sasa uhuru sasa hivi hata wao wanakiri umevuka mipaka tu ya kufikiri na kusema, lakini kujaribu kuona kwamba ule uhuru wanautumia kuleta mchango chanya kwenye jamii, kwa maana ya zile makala zao wanazoziandika zilete athari chanya kwenye jamii. Lakini pia kazi zao za kufundisha, wanapowafundisha wanafunzi, lazima wanafunzi wafundishwe kwa sura ambayo wanakuwa wanaweza kuyakabili mazingira yao. Kwa hivyo tumeona changamoto sehemu mbalimbali, na sasa hapa nchi mbalimbali zimekutana kwa maana ya kwamba kujadili sasa hayo. Mimi nimepata nafasi ya kuzungumza nao. Unajua watu ambao huwa wanabaki kufundisha vyuo vikuu ni watu ambao wana uwezo wa kufikiri, wana uwezo wa kuwa na mawazo mapya, ndio maana wanabakishwa vyuo vikuu. Kwa hiyo ni watu ambao wana akili nyingi, tuseme tule uhalisia. Sasa kama hivyo ndivyo, akisema kwamba anaingiliwa na mwanasiasa, hutegemea yeye anayeweka vipi mawazo yake. Na mimi nimewaeleza hapa kwa upande wa sera tulizonazo, kwa sheria tulizonazo hasa kwa hapa nchini Tanzania, sheria zetu ziko vizuri, sera ziko vizuri. Kama ziko changamoto, wao wanapaswa sasa kusema ni namna gani pengine sisi watunga sera na sisi watunga sheria tunawazuia kufanya zile shughuli zao. Lakini kwa ujumla hawazuiwi. Ushauri ambao nimewapa kwa hizi changamoto ambazo wanazisema ni kwamba utafiti wao wanapouleta, lazima mimi kama mlaji wa huo utafiti nione kwamba utafiti huu kwa kweli ni huru, haujaingiliwa na wazo la upande mwingine ukawa kwa ajili ya kunikandamiza mimi, ama umeingiliwa na mimi ili umkandamize mwingine. Huo ndio uhuru wenyewe. Lakini ikiwa inatokea kwamba mwanataaluma anatoa labda tuseme makala fulani, alafu inaonekana kabisa ameegamia upande, yani sioni yeye wazo lake liko wapi kwenye hapo ndio changamoto inapokuja. Lakini sasa mimi nimewashauri kwamba wao wasiwe wanatazama mtu alafu anaanza kushughulika na huyo mtu. Atazame mfumo ulivyo, alafu auzungumzie huo mfumo, kisha huo mfumo utajua kwamba mahali gani wameingilia uhuru wa hawa wanataaluma, mahali gani hawajaingilia uhuru. Lakini hata hivyo ni muhimu kuendelea. Nimezungumza nao kwamba ni muhimu kuendelea kufanya kazi yao, kwa sababu wao kazi yao ni kufikiri, na yale mawazo yao lazima wayalete kwetu sisi kama walaji wa hayo mawazo. Wakisema kwamba hatutafikiri kwa sababu kuna watu wanaingilia, hapana. Kwa sababu hata hicho kitendo cha kusema wanaingilia, ningetamani mimi kama sehemu ya wanataaluma nisome mahali ni namna gani sisi tumeingilia, ili nikiwa kama hapa nakuwa najua hapa kwa kweli kuna changamoto, hapa kuna changamoto. Lakini akisema tu naingilia, nimemfanyaje? Nimeongea kama hivi na chombo cha habari alafu nikamzuia yeye kufikiri, au wamenisikia nikisema mahali, yeye kazi yake aandike, mimi nisome mawazo yake, lakini pia aseme nisikie mawazo yake. Kwa hiyo wao wameelezea, labda niseme kwa sasa
sijui niseme kinadharia ama ndicho wanachokiona wao, lakini natamani nijue sasa, nipate picha mimi kama sehemu ya viongozi, nijue ni wapi ambapo wameingilia ama wamezuiwa sasa kufanya ile kazi yao. Lakini kwa sasa ni ngumu, na ndio maana nimewaambia Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu ndio tunaoishauri serikali, tuko tayari kabisa kuishauri serikali kama kuna eneo la kisera ambalo wanaona halijakaa sawa. Kwa upande wa sheria pia tuko tayari kabisa kubadili sheria ili nchi yetu iweze kupiga hatua. Lazima wanataaluma, kila mmoja kwenye taaluma yake, mawazo wanayoyafikiria watuletee, ili kwenye jamii yetu tuweze kusonga mbele, tuweze kupiga hatua, ikiwa ni pamoja na mfumo wetu mzima tu wa elimu. Hawa ndio ambao wanatufundishia, watoto wetu wanaifundisha jamii yetu. Kwa hivyo lazima wawe na namna ambayo wanafanya utafiti kwa uhuru, lakini pia wanasema kile walichotafiti. Sasa sio anasema mawazo ya mtu mmoja alafu atake kwamba sisi tumsikilize, itakuwa kidogo ni mtihani. Lakini utafiti unapingwa kwa utafiti. Kwa hiyo mtu akileta utafiti, manake hata kwa amemuuliza mtu mmoja alafu akasema ni utafiti. Kwa hiyo hayo ndio tunayoyatarajia, lakini watakuwa hapa kwa siku 4. Kwa hiyo tunaamini katika hizi siku 4 watakuja na mambo mazuri ambayo yatatufanya sisi kama taifa tusonge, lakini pia kama bara la Afrika tupige hatua. Asanteni sana waandishi wa habari. Mimi ni Profesa Christine Noe Palanjo na ni rasi wa ndaki ya sayansi za jamii, ama principal wa College ya Social Sciences, ambayo ndio tunapokea wageni, ndio tulioandaa mkutano pamoja na wenzetu wa Codesria. Na kama ambavyo mmeona, mkutano unahusu uhuru wa wanataaluma katika kufanya taaluma, lakini pia kupeleka taarifa kuhusiana na taaluma zile. Mkutano huu unalenga sana kwenye kurejea makubaliano tuliowahi kukubaliana huko nyuma. Tulikuwa na makubaliano ya aina 2, tunaita declarations. Declaration ya Dar es Salaam ilikuwa hapa miaka ya nyuma, lakini ilizaa mtoto anayeitwa Kampala Declaration. Kwa yule mtoto tunamwangalia sasa amekuaje, anaendeleaje. Yale tuliokubaliana yalikusika sana na namna zetu za kufanya tafiti, lakini kuwasilisha yale matokeo ya tafiti kwenye jamii, kushauri serikali na wadau wengine wa elimu. Sasa tunarejea haya makubaliano kwa sababu kama mnavyofahamu, huu sio mkutano wetu wa kwanza, ni mkutano wa 3. Tumekuwa tukiona kwa muda sasa kama vile taaluma na wanataaluma sauti zimepotea, na pia jamii imeona kwamba kuna umbwe, kwamba wanataaluma hawapo tena, sauti za wanataaluma zimepotea kidogo, hazipo tena, jamii haisikii. Kwa matukio makubwa ya kijamii, ya kiuchumi, ya kisiasa yapo nchini yanaendelea, lakini sasa taaluma na wanataaluma hawasemi kwa sauti zinazosikika kama inavyopaswa. Wakati huo tunafanya tafiti sana, tunaandika machapisho mengi na tunapanda viwango kwa kweli kwa namna tofauti, lakini jamii inakosa ile taaluma. Viongozi wetu serikalini nao wanakosa kujua kile tunachokifanya. Kwa hiyo ni kwamba kwanza tunajitathmini wenyewe kwamba kazi yetu inalega, sauti yetu haisikiki. Kwa hiyo pia matokeo ya kazi yetu hayaendi mbali. Kwa hiyo tunajirejea wenyewe. Lakini la pili, tunarejea kuona namna ambavyo vyuo vikuu asili yake ni kujitegemea kwenye kutengeneza taaluma, kwenye kufanya tafiti na kuwakilisha zile tafiti bila kuingiliwa. Sasa kwa muda mrefu na kidogo kuna mwingiliano mkubwa wa taaluma na uendeshaji wa serikali, uendeshaji wa vyuo vikuu. Kwa hiyo ule mwingiliano umepoteza ule uhuru wa vyuo kujiendesha. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa
za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.